Figo ni kiungo muhimu sana mwilini kinachosaidia kuchuja damu na kuondoa sumu. Hata hivyo, watu wengi huharibu afya ya figo zao bila kujua kupitia baadhi ya tabia wanazofanya kila siku. Profesa Janabi anaeleza zaidi kuhusu tabia 10 hatari zinazoweza kuharibu figo na jinsi ya kujikinga. Kwa leo nitazungumzia sababu 10 au tabia 10 zinazoweza kukupelekea kupata magonjwa ya figo au kukuhatarisha kupata magonjwa ya figo. Tukianza na sababu ya kwanza, kuto kunywa maji ya kutosha. Kwa siku binadamu anatakiwa kunywa kati ya lita 2 mpaka lita 3 kwa siku, kwa sababu figo zinahitaji maji ili kuweza kufanya kazi zake. Kwa hiyo unywaji wa maji mdogo kwa kiasi kidogo unajiweka kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa figo. Sababu ya pili, utumiaji mwingi wa chumvi. Chumvi ni muhimu kwa matumizi ya kila siku, lakini inashauriwa kutumia zaidi ya gramu 2. Na kwa sababu gani chumvi inaleta matatizo? Chumvi inazuia maji kutotoka ndani ya mwili, na maji yakipanda yanapelekea wewe kupata hatari ya kupata shinikizo la juu la damu, ambayo shinikizo la juu la damu kama nilivyosema awali pale ni moja ya sababu ya watu kupata matatizo ya figo. Sababu ya tatu ni matumizi ya kupitiliza. Sasa naomba mnielewe vizuri. Sisemi dawa za maumivu, Diclofenac, diclofenac na zingine kwamba ni mbaya, lakini matumizi yanapozidi, na hasa kwa wagonjwa wetu wenye matatizo ya mgongo, matatizo ya miguu na kadhalika, utumiaji wa mara kwa mara wa hivi vidonge na kwa kitaalamu vinaitwa non-steroidal anti-inflammatory drugs kunaweza kukupelekea kupata matatizo ya figo. Sababu ya 4 inaweza kupelekea kusababisha kupata magonjwa ya figo, najua hii haitanifanya niwe maarufu sana, ni unywaji wa pombe wa kupitiliza. Kwa hiyo kwa wale wanaolazimika kabisa kunywa pombe, ni kwamba kama unakunywa wine ni glasi 1 kwa siku, kama unakunywa bia ni chupa 2 kwa kina baba na 1 kwa kina mama, na lisaa 1 kwa chupa, na kwa vinywaji vikali ni shot 1. Sasa tatizo la pombe moja linasababisha wewe kwenda haja ndogo mara kwa mara, na utakumbuka pale nilisema moja ya kitu kinachosababisha watu kuweza kupata matatizo ya figo ni kutokunywa maji ya kutosha. Sasa ukinywa pombe, watu wote wanaokunywa pombe wanajijua, watakwenda msalani mara kwa mara na wanakuwa dehydrated, na ndio maana utaona kwamba wale wanaokunywa pombe nyingi kupitiliza, siku ya pili kitu cha kwanza wanakimbilia kwenda kunywa supu. Sio kwamba supu ina matibabu yote, wanarudisha tu maji yale. Kwa hiyo haina tofauti ya kunywa supu au kunywa maji, ni maji mengi unapoteza, ambayo yanaweza kukuashiria kupeleka kwenye matatizo. Sababu ya 5, na hii nayo naomba ieleweke vizuri, kwa Kiingereza wanaita excessive strenuous exercise, kufanya mazoezi kupitiliza ya nguvu, yale mavyuma vikubwa na nini. 6 packs ni nzuri, lakini tuwe na uangalifu. Sisemi mazoezi ni kitu kibaya. Ukifanya mazoezi kupitiliza, kinachotokea unaweza ukachana misuli ndani, na misuli ikichanika kuna protein inatoka inaitwa myoglobin. Sasa ile myoglobin inaenda kusababisha kitu kinachoitwa rhabdomyolysis, ambapo ndo protein ile inatoka, na ile protein mara nyingi huwa inapelekea kuharibu figo, na watu wanapata matatizo ya figo kwa sababu ya nani. Na dalili zake kutizama, utaona kwamba misuli inauma sana au imekuwa dhaifu, na hata wengine inafikia kwenda wakienda haja ndogo inatoka haja ndogo yenye rangi kama ya soda ya Coca-Cola. Kwa mazoezi, narudia tena, ni mazuri, lakini usifanye kupitiliza kwa sababu utachana misuli ndani na itaashiria kutoa hiyo protein inayoitwa myoglobin, ambao unapata ugonjwa unaitwa rhabdomyolysis, na huu unaweza kupelekea kupata matatizo ya figo. Na naongelea kufanya mazoezi ya kutopitiliza ni kwa kunyanyua vyuma vizito sana kuliko uwezo wako na kufanya kwa muda mrefu zaidi. Kwa mazoezi ni kitu kizuri, siku zote huwa nashauri watu kutembea. Sababu ya 6 inaweza kukupelekea kupata matatizo ya figo ni utumiaji wa dawa za kulevya. Whether ni sindano umetumia, heroin, cocaine, bangi na kadhalika, hii inaharibu mishipa ya damu. Na once ikishaharibu mishipa ya damu inapelekea kuharibu hata mishipa ya kwenye figo,
ambayo itakupelekea kwenda kupata. Kwa hiyo madawa ya kulevya ni tabia ya 6 mbaya ambayo inaweza kukupelekea kupata matatizo ya moyo. Sababu ya 7, kutumia vyakula vyenye sukari nyingi sana. Na hivi vyakula nini vinakupelekea kupata nani? Kwanza, hivi ambavyo vimesindikwa au processed foods vinakupelekea wewe kuongezeka uzito, unakuwa mzito, obese, ambayo inakupelekea kupata either shinikizo la juu la damu au kupata kisukari, ambacho wote tunajua kitakupelekea kupata changamoto ya tatizo la figo. Mtakumbuka vizuri pale mwanzo nilisema sababu kubwa 2 tunazoziona zinazosababisha matatizo ya figo ni high blood pressure, shinikizo la juu la damu, na kisukari. Kwa hiyo ulaji wa vyakula vingi vya kusindika na utumiaji wa sukari unakupeleka kule kuashiria kupata. Sababu ya 8 ni uvutaji wa sigara. Sigara hizi za kawaida. Sigara zinaharibu mishipa ya damu. Ukiharibu mishipa ya damu, na kwenye figo kuna mishipa ya damu, kwenye moyo kuna mishipa ya damu, itaathiri ile usambazaji wa damu kwenye figo, ambayo itapelekea wewe kupata tatizo la figo. Na sababu ya 9, kutopata usingizi sawa sawa, au kwa kitaalamu wanaita insomnia. Sasa figo zetu zinategemea sana, kuna kitu kinaitwa sleep wake cycle, yani unatakiwa kulala na kuamka kwa taratibu zile. Sasa hii inasaidia ufanyaji kazi wa figo. Sasa kutolala sawa sawa na kwenyewe ni moja ya sababu inaweza kukupelekea upate tatizo la figo. Na sababu ya mwisho ya 10 ni ulaji mwingi wa kupitiliza wa nyama, na nyama unarudi kule kule kama kwenye misuli. Ule wekundu wa nyama tunaouona kwenye nyama zetu ni kwa sababu ya yale madini niliyoyaita myoglobin, ambayo kila kwa wingi ile protein inaweza kuathiri figo. Ulaji wa nyama wa kupitiliza na wote tunajua, na ndio maana mnasikia kwa saa zingine tunashauri baadhi ya wagonjwa kupunguza nyama nyekundu kwa sababu ile myoglobin nyingi. Hii inafanya damu iwe katika fomu ya tindikali, acidity, ambayo kuiondoa ile acid kwenye damu inakuwa shida, na pale ndo figo zinapoathirika. Kwa hizi ni sababu 10 ambazo zinaweza kukupelekea wewe kupata matatizo ya figo. Kwa kumalizia, afya ya figo zetu inategemea sana tabia zetu za kila siku. Ni muhimu kuchukua tahadhari mapema na kuepuka na mambo yanayoweza kuziharibu taratibu bila sisi kujua. Kumbuka, kama alivyoeleza mtaalamu Profesa Janabi, kujua na kuchukua hatua mapema ni njia bora ya kulinda figo zetu na maisha yetu kwa ujumla. Na hii ni CF Media.